Ndugu wanahabari, kwanza ni washukuru kwa uwepo wenu hapa, na siku zote imekuwa ni msaada mkubwa kwetu katika kufikisha ujumbe wetu kwa Watanzania. Sasa leo kama nilivyosema, nitajikita zaidi kwenye nafasi yangu kama waziri kivuli wa fedha na mipango. Mtakumbuka tarehe 31 mwezi wa 7 mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe alizungumza na wanahabari pale Courtyard Hotel na alitoa tamko la kamati kuu ya chama kuhusiana na hali ya uchumi, mwenendo wa taifa letu unaendaje. Siku mbili baadaye, msemaji mkuu wa serikali na yeye akatoa majibu yake. Sasa kikubwa tutakachokifanya hapa leo, cha kwanza tutafanya marejeo kwa ufupi ya nini ambacho kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kupitia kwa msemaji wake mkuu Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe ilisema, na vile vile tutafanya marejeo ya nini ambacho msemaji mkuu wa serikali alijibu. Alafu kila mmoja wetu ataweza kufanya malinganisho na kujua kama zile hoja zilijibiwa ama hazikujibiwa na nini kifanyike. Sisi tunaamini kwamba msemaji mkuu wa serikali akisema, tafsiri yake ni kwamba serikali nzima imesema. Kwa tunakichukulia kile kilichosemwa tarehe 2 ndio mwafaka ambao umetokana na kabineti ya rais mwenyewe pamoja na mtu aliyepewa dhamana kubwa ya kusimamia uchumi wetu, waziri mwenye dhamana ya uchumi. Lakini vile vile tunapata uhalali zaidi kwa sababu taarifa ya kamati kuu ya Chadema ilifanya marejeo ya taarifa mbalimbali za kimataifa, lakini kubwa zaidi taarifa ya mwisho kabisa ya mwezi wa 5 ya hali ya uchumi kama ambavyo inatolewa na Benki Kuu. Sasa hoja za kamati kuu ya Chadema zilikuwa nini? Nafahamu miongoni mwenu mlikuwepo, miongoni mwenu mlipewa ile nakala. Sitaenda kwa undani sana, lakini nazungumza ili kuikumbusha serikali itujibu na sio ilete maneno ambayo hayawasaidii Watanzania. La kwanza, tulizungumza juu ya akiba ya chakula, kusema hivi, mwaka 2015 akiba ya chakula nchini ilikuwa ni tani 406,846 mwaka 2015, wakati Rais Jakaya Mrisho Kikwete anamaliza muda wake. Miaka miwili baadaye, mwaka 2017, akiba ya chakula imeporomoka kutoka 400,000 kwenda tani 74,826. Bei za vyakula, kwa sababu ni muhimu mkaelewa, na ni muhimu vile vile tuwakumbushe kwamba serikali inapokuwa na akiba ya chakula ya kutosha
kwenye ghala la taifa inakuwa na uwezo wa kudhibiti bei holela kutoka kwa wauzaji binafsi kwenye maghala binafsi. Sasa serikali hii imeshindwa kuhakikisha kwamba ghala la taifa lina vyakula vya kutosha. Matokeo yake ni kwamba tunategemea soko liamue watu wananunuaje vyakula. Sasa nini kimetokea kipindi ambacho ghala la taifa limejitosheleza na sasa ambavyo ghala la taifa liko katika hali ilivyo sasa? Bei ya gunia la mahindi, nataka watujibu hizi hoja, yaani wasijibu hoja nyepesi, wajibu hizi na wala situtengenezee hoja. Sisi tumewapa hoja, watujibu hoja. Gunia la mahindi 2015 lilikuwa shilingi 47,163. 2017 90,149. Kwa tunaambiwa kwamba gharama za mahindi zimepanda kwa asilimia zaidi ya 100 katika kipindi cha utawala wa Magufuli. Mchele kutoka 162 kwenda 176. Hali kadhalika mazao mengine bei zimeongezeka kati ya asilimia 60 na 80. Kwa sababu tunaitaka serikali ama kupitia waziri wa kilimo ama kupitia waziri wa mipango na uchumi ama kama wanaogopa kwa kumtumia yule mwandishi wa habari ambaye ni msemaji wa wa serikali, watoe majibu kwa nini kipindi hiki hali ya chakula inakuwa ni mzigo kwa Watanzania. Na sihitaji kusema madhara ya gharama za kupanda bei kwa chakula, sababu kuna vitu unaweza usivifanye. Mtu unaweza, kama ulikuwa ni mpenzi wa kunywa bia 2, unaweza usinywe bia ukaamua kunywa maji. Lakini linapokuja swala la chakula, ili mradi wewe ni binadamu, lazima ule chakula, lazima unywe maji, bila hivyo unakufa. Sasa tunataka majibu. Hili halijajibiwa. Nikija huko kwenye hoja za serikali, mtaona jinsi ambavyo wametoa majibu yao. Kilimo, tunasema katika kipindi cha utawala wa Magufuli malengo yalikuwa ni kilimo kikue kwa 6%, mpango wa taifa wa miaka 5. Kilimo kikaanza kuporomoka kipindi cha Jakaya, kikaenda 3.5. Kipindi cha Magufuli kilimo kimekuwa kwa 1.7. Yaani tafsiri yake ni kwamba sio kwamba kilimo kimekuwa, ila tunatakiwa tuangalie malengo yetu kama yalikuwa 6 na tumekuwa kwa 1.7, then tufanye 6 toa 1.7. Sasa hayo tutapata majibu negative. Yaani badala kwenda mbele tunarudi nyuma. Sasa tunatarajia serikali ije na majibu hapa kwamba kwa nini kilimo ambacho kinaajiri 75% ya Watanzania, ambacho ndani yake 80% ni wanawake, kwa nini kinaporomoka badala kwenda mbele? Lakini vile vile watupe mpango mkakati, sababu tulisema miaka 2 iliyopita fedha zilizotengwa kwa ajili ya ruzuku ya mbolea ilikuwa bilioni 78, na bado hiyo ilikuwa haijitoshelezi. Sasa miaka 2 baadaye, ndugu yetu Magufuli ameshusha toka bilioni 78 mpaka bilioni 10. Sasa kwa tafsiri nyingine, tukisema hii serikali sio rafiki kwa wakulima, wafugaji na wavuvi, kwa sababu tunapozungumza sekta ya kilimo inagusa hizi sekta ndogo 3: kilimo, uvuvi
ufugaji. Sija kafikiria tunazungumzia kulima peke yake. Kwa sasa tukisema kwamba serikali hii sio rafiki na inawachukia wakulima, wafugaji na wavuvi, tutaitwa wachochezi. Lakini kumbe takwimu za serikali zikionyesha kwamba wakati wenzako walitembea kidogo, badala wewe uchukulie pale kwenda mbele, unaturudisha nyuma, inakuwa ni tatizo. Tulizungumza kuhusiana na hali ya ukata nchini. Tulizungumza kuhusiana na wafanyabiashara kushindwa kulipa mikopo serikalini. Na tunashukuru kilichozungumzwa juzi leo kimezungumzwa na taasisi ya wafanyabiashara na uwekezaji. Wamezungumza changamoto ambayo sasa hivi mabenki yanakumbana nayo, kwanza kwa sababu ya serikali kuondoa fedha zote benki na kwenda kuziweka BOT. Imeziondoa kwenye benki za biashara, imeenda kuweka kwenye kibubu. Maana tunajua kule majumbani wao kuna viboksi, vitu unaweka afu unaweka kibubu. Yaani pesa unaweka pale haizalishi wala haizunguki. Kwa tunaambiwa kutokana na serikali kufanya huo uamuzi imeleta athari kubwa sana ya sekta ya kibenki ambayo inachangia 30% ya pato la taifa. Kwa nini inachangia 30% ya pato la taifa? Kwa sababu ina uwezo pia kukopesha wafanyabiashara ambao nao wafanyabiashara kupitia uwekezaji wao kutakuwa kuna mzunguko, nao wataajiri, watapata faida, watarudisha fedha benki. Sasa hivi hakuna asiyejua miongoni mwenu mabenki yamepata hasara, takwimu mnazijua, sihitaji kuwakumbusha. Hakuna asiyefahamu sasa hivi mabenki hayakopeshi tena wafanyabiashara kwa sababu wanajua mzunguko wa fedha haulipi, inaishia kukopesha watumishi wa umma sababu wana hakika tu kuna mshahara. Kwa mimi leo Halima ambaye ni mmoja anategemea mshahara wangu, sina watu 10 ama 20 ama 100 huko nyuma ambao wananitegemea mimi kuwalipa mishahara ambao na wao na watu wanaotegemea. Ndio benki inaniona wa maana kwa sababu tu nina security ya mshahara. Kwa taarifa hizi zinatuambia kwamba mabenki hayakopeshi tena kwa sababu uhakika wa kufanya biashara kwenye nchi hii ni duni. Hizi taarifa, ukiangalia taarifa za World Bank ya mwezi April, imesema kwamba sasa hivi hata mabenki ya biashara kukopesha watu imekuwa ngumu kwa sababu mzunguko wa fedha ni hafifu, kwa wanaweka vizingiti vizito pamoja na interest rates kubwa sana ili watu wasiweze kukopa. Taarifa za BOT zimeonyesha, taarifa za Benki ya Dunia zimeonyesha. Lakini mbaya zaidi, serikali hii kwa bajeti iliyopita inategemea kukopa trilioni 6 kutoka kwenye benki za ndani. Yaani kiujumla kwa bajeti nzima tunakopa mikopo ya ndani na nje trilioni 7 point kadhaa. Mikopo ya ndani na nje. Na nje wameweka kidogo kwa sababu wanajua huko nje wakienda hawakopesheki tena. Si kibiashara wala si kwa mikopo ya sharti nafuu. Sasa serikali hii ambayo haizisaidii benki zake zichanue, ndio serikali hii ambayo ukienda kwenye bajeti ya mpango wanakuambia tunatarajia kukopa trilioni 6 kwenye mabenki ya ndani. Kwa tuko kwenye nchi ambayo serikali inashindana na wafanyabiashara na inashindana na wananchi wa kawaida kukopa. Yaani serikali ya Magufuli inaenda CRDB, inaenda NMB, inaenda NBC kukopa. Wafanyabiashara wa ndani ambao mabiashara yao yanafungwa wanaenda huko kukopa. Wafanyakazi wa kawaida wanaenda huko kukopa. Hivi benki itachagua nani kati ya serikali, mfanyabiashara na mwananchi wa kawaida? Definitely serikali inazidi msuli wafanyabiashara na wananchi wa kawaida. Kwa tuko kwenye hali mbaya sana.
Sekta ya viwanda tulizungumza kwa kina juzi. Utekelezaji wa bajeti 2016-17 8% tu ya bajeti ya maendeleo. Juzi mikopo ya kibiashara tumesema 0%. Kwa tunataka serikali tujibu, hii Tanzania yenye viwanda ndio hii ya mikopo ya sekta ya viwanda 0%, ya utekelezaji wa bajeti ya maendeleo 8%, ama ndio yale yanayosemwa viwanda vinavyozungumzwa ni viwanda ambavyo viko mifukoni mwa waziri wa viwanda na biashara? Kwa sababu unapozungumza serikali ya viwanda lazima ijionyeshe kwenye makaratasi yako, sio kwa kuandikwa tu, lakini pia kwa utekelezaji. Sasa hoja ya miradi mipya tulisema kwamba jamani, hii miradi yote inayozinduliwa sasa, na tunarudia kusema hii miradi yote inayozinduliwa sasa, iwe ya viwanda, iwe ya umeme, iwe ya barabara, ni miradi ya serikali ya awamu ya 4. Sasa tunatarajia msemaji mkuu wa serikali akija kutujibu haya. Tumerudia kwa sababu hajatujibu, maana wana change goal post. Sisi tunawaambia kitu hichi hapa, wanataka watupeleke wanapotaka kutupeleka wao. Sasa sisi tunawarudisha pale pale palipokuwepo mwanzo. Watuambie akija kesho kutwa tena, kama atajibu yeye ama mwingine, miradi ya serikali ya hapa kazi tu iko wapi? Mpaka sasa miradi anayozindua ni ya watangulizi wake ambao na wao wanawapiga vijembe, lakini ndio miradi anayozindua. Sasa tunataka watuambie miradi mipya ni ipi. Sasa nimesema niseme kwa ufupi maelezo ya mwenyekiti wa taifa ambayo hayajapatiwa majibu, na sasa ninakuja msemaji mkuu amejibu nini na sisi tunasema nini. La kwanza, msemaji anasema sababu anataka kuhalalisha kwamba hali mbaya ya kukua ama hali ya uchumi dunia nzima, dunia ya kwanza, dunia ya pili na sisi ya tatu iko hatihati, kwa tusishangae mambo yakiwa sio mazuri. Lakini kwa bahati mbaya sana yeye anatuambia kwamba uchumi wa dunia ulikuwa kwa 3.5 mwaka 2015, na akiwa amerejea taarifa ya gavana wa Benki Kuu. Lakini taarifa halisi ya gavana wa Benki Kuu inasema uchumi wa kidunia kwa wastani mwaka 2015 ulikuwa kwa 3.2 ukilinganisha na 3.1 mwaka 2016. Msemaji wa serikali alitumia takwimu ya 3.5 wakitaka kutudanganya tuone kwamba kuna nakisi ya 4 katika ukuaji wa uchumi, wakati kumbe ukilinganisha 3.5 dhidi ya 3.1 ya kidunia ya mwaka jana na 3.2 na 3.1 ya mwaka 2015 na 16, kuna nakisi ya 1 vis-a-vis nakisi ya 4. Anatoa ripoti za uongo ili kutudanganya, lakini anasema kwamba makusanyo yameongezeka kutoka wastani wa bilioni 925 2015 kwenda trilioni 169. Ni hivi ndugu zangu, na ndio maana siku zote tunasema
ni muhimu sana tunapopewa taarifa na serikali tuifanyie uchambuzi. Ni kweli kabisa kwamba makusanyo ya TRA kitakwimu yanaonekana yameongezeka, lakini tujiulize yameongezeka kutoka wapi? Kwa ukiachilia hivi vyanzo vya kodi ama kodi mpya ambazo tumeainishia hapa kwenye taarifa ambayo mtapewa, lakini kuna jambo moja muhimu lazima mjue. Tunavyozungumza sasa ni kwamba halmashauri zetu zote Tanzania nzima zimenyang'anywa vyanzo vyake vya mapato. Kodi za majengo, property tax, kodi za mabango na city service levy 0.3% annual turnover ama tozo za huduma za jiji. Hizi tozo tatu, tozo ya huduma ya jiji, kodi ya majengo, kodi ya mabango, vilikuwa ni vyanzo vya mapato vinavyokusanywa na halmashauri moja moja, kwa sababu ni vyanzo vyake vya ndani vya mapato kwa mujibu wa sheria zilizoanzisha halmashauri ya mwaka 82 na sheria ya fedha mwaka 82. Leo TRA mbali na serikali kupoka hivi vyanzo ambako kumepelekea ufukara mkubwa sana kwenye halmashauri zetu, lakini hivi vyanzo vyote sasa hivi vinakusanywa na TRA, vinakusanywa from the center. Sasa tunatarajia serikali kituambia TRA imeongeza mapato, ituambie na hivi vyanzo ambavyo zamani vilikuwa havikusanywi na TRA, wanarejea ambao wanaitumia, ambao vilikuwa vinakusanywa na halmashauri zenyewe, mgawanyiko wake uko wapi? Tunapozungumza leo maduhuli, zamani wizara zilikuwa zikikusanya maduhuli yanabaki wizarani. Sasa hivi maduhuli yote ya wizara yanakusanywa na serikali kuu. Kwa tunatarajia serikali ituambie kwamba haya makusanyo yaliyoongezeka kutoka hayo mabilioni kadhaa kwenda trilioni hiyo moja, uchambuzi wake ukoje? Sasa wakitupa uchambuzi ndio tunajua kweli hapa tunapiga hatua, sababu huwezi kusema kwamba umeongeza mapato wakati halmashauri zetu huku chini ziko hoi ni mtabani. Sasa hivi halmashauri haziwezi kujenga barabara, sasa hivi halmashauri haziwezi kujenga mashule, sasa hivi halmashauri haziwezi kujenga zahanati, kwa sababu halmashauri vile vyanzo vyake vikuu vya kwa kitegemea vimechukuliwa. Sasa hivi tunafukuzana kwenye masoko. Unaenda pale manispaa Kinondoni, naenda manispaa Ubungo, naenda Ilala, zunguka halmashauri zote za miji na vijiji, uangalie ukata uliokuwepo. Kwa hiyo haina maana kusema kwamba tunakusanya huku katikati, lakini vile vilivyokuwa vikikusanywa kule na venyewe umevichukua, alafu nasema hayo ni mafanikio. Vile vingebaki kule kule kama vilivyo, alafu ungebuni njia za kuongeza mapato zaidi, unasema kweli hapa tumepiga hatua. Kwa hatuwezi kusema tumepiga hatua, na nyinyi mnafahamu kama tunapiga hatua hawezi kutekeleza bajeti kwa 30% ya maendeleo. Hicho kitu kipi? Kwa lazima haya mambo tuyadadavue ili wakisema hizi taarifa ziwe ni taarifa za ukweli. Lakini wanatuambia vile vile kwamba uchumi wa Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo bado uko katika ukuaji usiopungua 7%. Na niwaambie tu wana habari, sio miaka mitatu mfululizo. Uchumi wetu umeanza kukua kwa 7% tokea temu ya pili ya Rais Mkapa, mapinduzi ya kiuchumi ya kipindi hiko. Kwa ni kweli imekuwa 7%, tena sio miaka mitatu. Tena mwaka 2011 ulienda ikakuwa zaidi ya 7.9.
Sasa majibu ambayo tunataka watuambie, huu uchumi ambao sio umekuwa pale pale, sababu ukiwa unaenda kwa 7% huwezi kusema unakuwa, maana yake uko stable. Umeweza sasa kuwa reflected vipi kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida? Hao ndio majibu tunayotaka. Kwamba sawa tumekuwa kwa 7% kwa zaidi ya miaka 10 au sio mitatu. Hivi mkulima wa taifa hili maisha yake yamesogea? Hivi maji vijijini yanapatikana? Juzi utekelezaji wa bajeti unatuonesha kati ya bilioni zisizopungua 700 zilizotarajiwa kupelekwa kwenye project ya maji vijijini ilienda 19% tu. Sasa katika mazingira kama hayo, sijui huku kukua kwa uchumi ni kwa aina gani? Sasa sisi tuitake serikali watuambie ni kwa kiwango gani. Hii 7% tunaijua, haijaanza kwa Jakaya, ilianza kwa Mkapa, ikaja kwa Jakaya, na huyu Mheshimiwa Magufuli amekutana nayo. Kwa watuambie inakuwa reflected vipi kwa maisha ya kawaida ya Mtanzania, ya mkulima, ya mfanyakazi. Sihitaji kuambia nyewe, mnajua mwaka wa pili huu hakuna mshahara ulioongezeka kwa mtumishi yoyote wa umma na mambo kama hayo. Kuna hoja ya farisi ya uwekezaji wa Afrika inaonyesha kwamba yani Tanzania ndio ya kwanza kwa uvutio wa uwekezaji Afrika Mashariki. Sasa hiyo ripoti iliyorejewa iko hapo, Quantum report ambayo amerejea huyu bwana mkubwa, inaonyesha kwa Afrika Tanzania ni ya 5. Kwa Afrika inaongoza Morocco, inafuatiwa Kenya, inafuatiwa South Africa, inafuatiwa Ghana, inafuatiwa na Tanzania. Sasa utaniambia katika hizi nchi 5 nilizozitaja, kwa Afrika Mashariki kuna Kenya na nini na Tanzania. Kwa ripoti hii, msemaji mkuu wa serikali amewadanganya wa Tanzania kwa kutuambia kwamba Tanzania ndio inaongoza kama nchi ambayo inaongoza kwa uvutio wa uwekezaji kwa Afrika Mashariki, wakati ripoti hii iliyotoka hivi karibuni inaonyesha kwamba Kenya ndio inaongoza. Sasa afu imeibuka tabia, nikisema la hovyo naambia tena mchochezi. Tabia ya hovyo, watu wanaambia msisikilize wanasiasa, tufanye kazi. Hivi kuna mtu ambaye hajui kwamba sisi wanasiasa ndio tunaamua mustakabali wa nchi? Yaani kuna mtu mwingine anayeamua mustakabali wa nchi zaidi ya mwenyekiti wa kitongoji, diwani, mbunge, waziri, rais? Maana ni mwanasiasa. Asingekuwa mwanasiasa asingegombea urais. Sasa tunadanganywa kwamba msiwasikilize wanasiasa. Na sisi wanasiasa ndio tuna data. Sisi wanasiasa ndio tunaweza kuchambua haya mambo, kwa sababu tuna taarifa ambazo wananchi wa kawaida hawana. Sasa wanawajaza upofu, msiwasikilize. Yenyewe mkiambiwa tu hapa kazi mguu pande, mnatia mguu pande. Kumbe ukija kwenye uhalisia hali haiko hivyo. Sasa msemaji mkuu wa serikali amewadanganya wa Tanzania eti kwamba Tanzania ndio kivutio kikuu kwa Afrika Mashariki. Sio kweli, wanahabari, taarifa iko hapa, mtapewa nakala. Anasema katika kipindi hicho kuhusiana na, maana kulikuwa kuna hoja biashara zimefungwa. Hizi hoja tumeanza kuzizungumza bungeni, nje ya bunge, kwamba kwa mwaka mmoja tu, kwa jinsi ambavyo serikali hii
sio rafiki na wafanyabiashara. Sababu serikali yoyote makini inaangalia kwa namna gani watu ambao wanachangia ukuaji wa uchumi wao ama uchumi wake wanafanya biashara katika mazingira rafiki, lakini zaidi mnajadiliana kama kuna vikwazo mbalimbali ili tuweze kusogea pamoja kama taifa. Sasa kwa sababu mmeambiwa msisikilize wanasiasa, lakini wanasiasa hao wanataka kuwaaminisha Watanzania kwamba kila mfanyabiashara Tanzania hii ni mwizi. Kwa kila biashara inayofungwa imesababishwa na huyu mtu kuwa mwizi, lakini angalii kwamba wamefungwa kwa sababu mabenki siku hizi hayakopeshi. Na mtu usikudanganye, hakuna mfanyabiashara yote duniani, hata wakina Amazon ambao walikuwa tajiri namba 1 temporary na Bill Gates wanakopa. Yaani kina Trump wanadaiwa. Hakuna mfanyabiashara asiyekopa. Unakopa uingize fedha kwenye mzunguko, unapata faida, unalipa deni, unaendelea na biashara. Sasa serikali yetu haioni kwamba madhara ya kuzibinya benki zetu za biashara kumepelekea kuathiri biashara nchi yetu. Inasema ndio, ni kweli tumefunga biashara. Mtu alikuwa ameajiri watu labda 100, watu 10, watu 500, analipa kodi sababu mazingira magumu yametokea, zimefungwa kwa mwaka mmoja biashara 7277. Yaani serikali inasema hao waliokuwa wako kwenye system wanafanya biashara vizuri, wanalipa kodi, wamepata vikwazo vya hapa na pale ambavyo vingeweza vikatatuliwa, wacha waende tu, kwa sababu tumesajili biashara mpya 224,738. Ndugu zangu, mnajua kusajili ni kitu kimoja, lakini kufanya biashara yenyewe kuanza kazi ni kitu kingine. Nikiuliza hapo wangapi mmesajili makampuni BRELA hapa, inawezekana robo 3 mna makampuni, mna makabiashara yenu mmehifadhi kwenye draw. Lakini nikiuliza wangapi ambao mna biashara iko barabarani inafanya kazi ama iko sokoni inafanya kazi, inawezekana wakawa robo. Sasa serikali yetu haioni ni jambo la ajabu kufunga biashara zaidi ya 7,000 ambazo zilikuwa hai kwa kujisifu tumesajili. Kama vile viwanda vya kwenye hotuba ya waziri wa viwanda na biashara bungeni, yaani wabunge walikuwa wanapiga makofi, wamechanganyikiwa, wameona kuna listi ya viwanda 224 iko kwenye hotuba. Sasa kumbe ni viwanda tu vimeenda kuwa registered pale na Tanzania Investment Center TIC. Yaani kwenda kusema jamani, mimi na biashara yangu ya mbao ni nini, naomba nipate exemption, hiyo tayari ni kiwanda, tayari ni biashara. Yaani ndio nchi yetu imefika hapo. Sasa watu tukiona matakwimu hivi, yaani tunapata midadi, yaani tunaona hapa kazi tu mambo yanaenda, kumbe ni makaratasi. Bajeti ya afya anasema, sababu hapa nimejikita kama nilivyosema, ninajibu yale tuliyosema. Kama mnavyoona ninavyosoma hapa, hakuna hata moja lililojibiwa la maana. Anasema ama limejibiwa moja. Sema bajeti ya afya imeongezeka toka bilioni 796 hadi trilioni 1.7. Niwaambie tu hali halisi ya utekelezaji, ndugu zangu. Katika utekelezaji wa bajeti iliyopita, hama bilioni mnaotajua kwamba mwaka ule zilitengwa bilioni 796, pesa halisi iliyotolewa katika hizi bilioni 796 zinazotajwa ni bilioni 314 tu, 40% ya bajeti. Swala la elimu ya juu, wenyewe wamekiri kwamba serikali hii ya awamu ya 5 imeendelea kupunguza kwa kasi mikopo ya elimu ya juu. Sasa kwa hili waziri kivuli wa elimu atakuja kulizungumza kinagaubaga, ili wanafunzi wa nchi hii wajue nini serikali yao inakifanya dhidi yao. Kwa sasa baada ya kusema hayo, ndugu waandishi wa habari,
Tunataka tuseme kitu kimoja, na tutake serikali, wakati wa maneno umepitwa na wakati, na tunataka zijibu hoja hizi. Lakini mbaya zaidi vile vile swala la deni la taifa hajazungumzwa kabisa. Nanyi mnafahamu tumesema kwamba trend ya ongezeko ya deni hili una athari kubwa sana kwa uchumi wetu. Ukiangalia taarifa za CAG zimezungumza kwa kina, imesema kabisa kwamba serikali lazima iangalie upya sera ya deni la taifa. Utaratibu unaotumika sasa ni utaratibu uliopitwa na wakati wa sheria ya mwaka 73. Sasa tunaomba serikali, tunaitaka serikali izijibu hizi hoja na sio ilete vihoja. Labda nihitimishe kwa kusema fuatayo, na nitaomba ninukuu ili maneno yaende kama ambavyo tungependa yaende. Nataka serikali ya awamu ya 5 na wananchi waelewe, bila uwepo wa demokrasia na utawala wa sheria, uchumi utazidi kuyumba. Uchumi wa zama hizi za kibepari kamwe hauwezi kuendeshwa kwa matamko ya viongozi na wateuliwa wao. Bunge ni lazima lisimamie serikali kuu na halmashauri zipewe mamlaka kamili ya kusimamia maeneo yao bila kuingiliwa na serikali kuu. Umetolewa leo tarehe 2 Agosti 2017